Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwendo tunao kwenda nao na kwa namna ambavyo tumeona ile setup tuliyoikuta sasa, maana yake inaweza kupokea mawazo mapya yoyote, na kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia na soko la ajira linakotupeleka kwa haraka, niombe tu VETA na Wizara ya Elimu kwa ujumla tuendelee kupokea na kujiboresha mara kwa mara, kwa sababu tumefikia hapa, lakini bado tunao maeneo ambayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi, na tukifanya vizuri zaidi tunajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya sisi katika soko la ajira katika ukanda wetu. Kwa mfano nimezungumza pale kwenye welding, ningependa yale ambayo tumeyazungumza na mimi yamechukuliwa kwa maana ya library ya welding, ambao hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti inaweza kuturahisishia sana kwa vigezo vya sisi kuwa ndio wakala wa utoaji wa certificate bora kabisa, inawezekana katika region yetu. Lakini kwa region yetu, kwa mfano kwa East Africa, sisi tuna miradi mingi sana ambayo tumeifanya ya kimkakati, ambapo ukitizama baada ya miaka 10 mbele, inawezekana sisi tukawa ni sosi kubwa sana ya ajira wenzetu watakapoanza kutekeleza miradi kama ya kwetu. Wakati sisi tunaanza kutekeleza miradi yetu, tulikuwa tunachukua sana watu wengi kutoka nje kwenye zile nchi ambazo zimeshatekeleza miradi kama hiyo, lakini sisi kupitia miradi hii ambayo tumeshaitekeleza tunaandaa vijana wetu wengi sana kwa ajili ya miradi endapo wenzetu majirani zetu watakapoanza kutekeleza miradi yao. Kwa maana hiyo ni vizuri sana vijana wetu sasa ili waweze kwenda nje, kwa sababu pia tukumbuke kuna sheria za uhamiaji ambazo kuna sheria za kazi. Mtu akafanya kazi nje, wanaangalia je, fani kama hii hatuna nchini, manake watu wetu wataombwa vyeti. Kwa ni vizuri vyeti vyetu viwe ambavyo ni international standard. Na specific na nimefurahi kuona kwamba angalau kwenye welding fabrication tuna vyuo vya mfano ambavyo tayari tumesema kwamba tuna Dodoma na Arusha, ambako angalau tunasema kwamba viko kwenye level ambayo tunaweza tukasema watoto wetu wanatoka kwenye level ya juu. Ningependa nikishauri pia kwenye umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye umeme tunao miradi, mteja mkubwa wa vijana wetu tunaowazalisha ni Wizara ya Nishati, kwa maana ya miradi yetu ya REA, kwa maana ya miradi yetu ya transmission lines na distribution lines, kwa maana ya miradi yetu ya substations. Sasa ukiangalia hapa kwa level tulio design VETA yetu ya hapa na VETA zetu nyingi, ningeshauri wizara tuangalie namna ya kushirikisha kama tulivyoshirikisha kwenye EACOP. Leo tunasema EACOP wameweza kusaidia kuweka miundombinu. Tunao mkandarasi namba 1 wa kwetu wa umeme ni TANESCO, na wakandarasi wengine wanaotekeleza miradi ya REA. Tungefurahi siku moja tukifika hapa kwenye karakana ya umeme tukute kuna line ndogo ya distribution line ambayo watoto wetu wanafanya practical. Angalau kuna nguzo hata 2 za transmission line, zile za chuma zile kubwa, ambazo watoto wetu wanajifunza, kwa sababu ndio miradi tunayotekeleza nchini. Lakini sehemu kubwa ya transformer kuna eneo la termination, yaani namna ya kuna wenzetu, kuna vijana wamespecialize kwenye termination peke yake, kuna vijana wamespecialize kwenye transformer protection peke yake. Sasa ningependa tuende huko ambako tayari kuna soko la ajira tayari lipo, kwa sababu kila siku tunajenga substation mpya, tuna miradi ya transmission line, tuna miradi ya REA kwenye distribution. Kwa hiyo
Inawezekana tukawa pia na vyuo vichache, hatuwezi kuweka kote, lakini angalau tunatarajia vijana waliobobea kwenye sekta ya umeme, basi tutawapata Chemba. Naamini tukifanya hivyo, dada yangu Kunti Majara atashukuru sana. Basi kile kingine ambacho unakijenga kule Msalala na chenyewe ikiwa hivyo hivyo.